Kwa hiyo kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya moyo wangu kwa habari ya maombi ni kufahamu na kuishi neno hili kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho ambacho nimekipata ndani ya moyo wangu. Ni muhimu sana kujua kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kujua hivyo ni ufunguo mkubwa sana wa kufungua vile vitu ambavyo tumepewa kama hazina katika maisha yetu, kwa habari ya utumishi wetu, kwa habari ya kulitimiza kusudi la Mungu tukiwepo hapa duniani. Ni ufunguo mkubwa sana. Waliofanya makubwa wote walifanya kwa sababu walikuwa na imani, waliamini hivyo. Ndio maana walifanya vitu ambavyo leo tukivisoma vinaonekana kama kwenye kile mwanadamu havi make sense, havina sayansi, havina utaalamu, havina elimu. Ni kwa sababu walitambua siri iliyoko ndani ya kuamini kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Neno letu la msingi ambalo ni story mbili napenda niziweke pamoja ni Luka 1:5-37. Hapo ni story mbili ambazo ziko pamoja, lakini hizi story zinaongelea vitu vinavyofanana, na anayetoa ujumbe ni malaika mmoja kwa watu tofauti, lakini watu hawa wote muktadha au nisemeje, kilichokuwa kinaenda kufanyika kwa ujumbe huo ni vinafanana, na msingi wa timu yetu ni ule mstari wa 37. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Lakini hizi story ni mbili tofauti, lakini zinafanana kwa namna moja au nyingine, na tutaona namna zinavyofanana na tutajifunza kitu hapo. Tasoma kwa haraka ili kusudi kwamba tuweze kuelewa. Kuanzia mstari wa 5 Luka 1 tasoma. Anasema, zamani za Herodi mfalme wa Uyahudi palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni jina lake Elizabeth, na wote wawili walikuwa wenye haki mbele ya Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeth alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu za zamu yake mbele ya Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu na kufukizia. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia, lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeth atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Umesikia hilo swali? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabriel, nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Na tazama, utakuwa bubu, usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Na wale watu walikuwa wakimngojea Zakaria wakastaajabia kukawia kwake mle hekaluni. Alipotoka hali hawezi kusema nao, walitambua ya kuwa ameona maono ndani ya hekalu, naye aliendelea kuwaashiria, akakaa bubu. Ikawa siku za huduma yake zilipokuwa zimetimia, akaenda nyumbani mwake. Hata baada ya siku zile, mkewe Elizabeth alichukua mimba, akatawa miezi 5, akisema, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia, ili kuniondolea aibu yangu mbele za watu.
Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti. Hii story ya pili. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani mwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yale, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni story mbili nimezisoma ambazo zinaongelea mambo ambayo yanafanana kwa namna moja ama nyingine. Na kumbuka, tunatafakari swala la kwamba hakuna ambalo lisilowezekana kwa Mungu. Mstari ule wa 37 umeongea kwamba hakuna neno alafu lisilowezekana kwa Mungu. Hivyo vitu vitatu uviangalie kwa mapana. Uviangalie kwa mapana kwamba hakuna neno. Biblia ikisema kwamba hakuna neno, inamaanisha hakuna neno. Inamaanisha hivyo ilivyosema. Kama Mungu anasema hakuna neno, maana yake hakuna, ili mradi hicho kitu kiko katika misingi ya asili ya Mungu, sio hakiko kinyume na asili ya Mungu na kusudi lake. Hakuna neno lisilowezekana. Tukisema haliwezekani, hakuna lisilowezekana, inamaanisha hivyo kwamba hakuna lisilowezekana. Yaani kwamba kwake yote yanawezekana. Kama mwanadamu inaweza ikawa ni nadharia kwetu, kwa sababu kuna vitu tunajua sisi tunaviweza na ambavyo hatuviwezi. Na tumekubali kwamba hatuviwezi. Mimi ninakubali kwamba siwezi kuruka hapa nikaenda kule juu. Nakubali, najua. Nakubali siwezi, si ndio? Nakubali siwezi leo nikatoka hapa nikasema ninaenda kuingia ndani ya maji alafu naenda kupumua kama niko sebuleni kwangu. Ninakubali kwamba hicho kitu hakiwezekaniki. Yaani kuna vitu ambavyo hatuna ubishi navyo, haviwezekani. Ila anasema hivi, anamalizia, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Sio kwako, sio kwa mchungaji wako, sio kwa mtumishi fulani, kwa Mungu. Kwa sababu wakati mwingine tumekuwa na shida. Yaani ukienda ukaombewa mahali, unaenda kuombewa, hakuna majua. Sasa yule nadhani nikienda kule itawezekana. Atoka hapo unaenda tafuta mwingine akukuombea. Hapo hujajibiwa, utatoka utakwenda na kwa mwingine. Sasa sijui hakikisha unafanyaje. Biblia inasema kwa Mungu. Sio kwa nabii Elisha, Paulo au nani au Petro. Kwa Mungu. Kwa hiyo wewe ambaye leo unapita katika jambo ambalo ama unaliona jambo ambalo kwa akili ya mwanadamu kiukweli linaonekana kama haliwezekaniki, hebu weka hilo neno kwa Mungu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Maana yake macho yako yanageuzwa yamwangalie Mungu kama source ya kila kitu. Mungu kama kila kitu kwako, na umwangalie Mungu kama alivyo. Umwangalie Mungu kama alivyo. Sasa swali tunajiuliza, kwa nini tuwe na ujasiri? Tutajiuliza maswali mawili. Kwa nini tuwe na ujasiri wa kuamini kuwa Mungu anaweza kufanya yasiyowezekana yawezekana? Tumeona story ya watu wawili. Mmoja ni kuhani ambaye yupo hekaluni
mara kwa mara anakuja. Nina uhakika anajua habari ya Torati ilivyokuwa nasema, sheria zilivyokuwa nasema, maneno ya manabii ilivyokuwa nasema, na vitabu vya Musa. Ninaamini alikuwa anajua. Na ninaamini ana habari ya namna Ibrahimu alivyopata. Ana hiyo historia. Kwa hiyo sio kitu kigeni kwake. Anapoambiwa utapata mtoto, sio kitu kigeni kwake. Ukichukulia nafasi yake, ukichukulia uelewa alionao kama kuhani, haikuwa kitu kipya. Lakini malaika anapokuja kumwambia kwamba unaenda kupata mtoto, aliuliza swali gani wapendwa? Akasema hivi, Zakaria akamwambia malaika, mstari wa 18, nitajuaje neno hilo? Like how can I know? Ninajuaje? Nakuaje na uhakika? Nakuaje na uhakika na jambo hili kwamba kweli limeenda kutokea? Sasa malaika ametumwa na Mungu. Ikabidi aanze kujieleza. Akamwambia, unanijua? Mimi ni Gabriel. Nasimama mbele ya Mungu. Na nimetumwa niseme na wewe, nikupe hii habari. Lakini wewe hauamini. Kwa lile swali kwa moja tunaona kwamba lilitoka kwenye moyo usioamini. Anatafuta kupewa ishara zaidi ili aweze kuwa na uhakika zaidi kwamba okay, hiki kitu kitatokea. Kwa hiyo sio alitaka aonyeshwe nini labda ili aweze kuelewa zaidi na kukubali zaidi kwamba okay, jambo litatokea. Maana kama okay, wewe haujaamini ili swali. Kwa hiyo kwa kuwa hujaamini, basi utakuwa bubu mpaka jambo hili litokee, na litatokea kwa wakati wake. Na tunaambia pale akawa nini? Akawa bubu. Mpaka siku anatoka kule, hawezi kuongea. Anaongea kwa ishara, watu wasema lazima kuna kitu anakutana nacho huko ndani. Lazima kuna maono ameona. Lakini ninachotaka wewe uone ni nini? Ni ule moyo wa kutokuamini ambao alikuwa nao ndani, ambao ulionekana mbele za Mungu. Swali lake alilouliza lilibeba kutokuamini. Na kutokuamini kwake Mungu akakuona. Ukija kwenye story ya pili, malaika huyo anatumwa na neno ambalo linaelekea kufanana. Wote wawili hawa wanapitia maeneo ambayo kibinadamu, kisayansi, tunasema kuna kitu kinachoitwa hakiwezekani. Huyu umri umeenda, huyu ni bikira. Wewe bikira tangu lini anazaa mtoto? Kwa hiyo wote wana mazingira ya kitu ambacho hakiwezekaniki hapa. Umri umepita, nimesubiri miaka mingi na umri wangu umepita. Mimi ni bikira, unaniambiaje ninaenda kupata mtoto? Malaika yule anakwenda kwa Zakaria na malaika yule anaenda kwa Mariamu. Mariamu alivyokutwa aliogopa kama alivyoogopa Zakaria, na wakaambiwa usiogope. Mariamu akamwambia utachukua mimba. Lakini Mariamu akauliza swali, mstari wa 34. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Maana sijui Mungu. Hili swali ni tofauti na ile swali la yule wa kwanza. Huyu mtu ameshasikia, amekubali, ameona okay, hili jambo linaenda kutokea. Lakini sasa linatokeaje? Maana yake tu hapo ni kwamba yeye yuko limited. Hana ufahamu wa ziada kwamba sasa okay, sawa litatokea. Lakini linatokeaje? Linatokeaje hili swala? Kwa hiyo huyu anakipokea kile kitu, lakini tu hajui ni namna gani kitatokea. Lakini hiki kitu amekipokea ndani yake kwa moyo wa kuamini. Na ndio maana baada ya pale Gabriel anatoa maelezo ya ziada kumwelezea namna hichi kitu kinatokea. Kwa sababu kilikuwa kiko nje ya ufahamu wake na kiko nje ya uelewa wake. Na Roho wa Mungu anakuja juu yako atakujalia, na Roho wa Mungu atafanya nini? Atasababisha hicho kitu kitokee. Akasema na iwe kwangu kama ilivyokusudiwa kuwa. Kwa hiyo nataka tujue jambo hili. Haya mambo tujifunza kwa wale ambao tuko Bible School. Na nasema hapa na namshukuru Mungu kwamba yalifundishwa kwa wakati. Yalifundishwa kwa wakati na tafakari hiki kitu moja kwa moja. Ndani yangu nilisikia niyaseme haya. Kumjua Mungu alivyo. Kwa nini tuwe na ujasiri huo
wa kuamini 100% kwamba Mungu anaweza akafanya lile jambo ambalo haliwezekani akalifanya liwe linawezekana. Ujasiri na utoa wapi? Simple and clear, kitu rahisi kabisa. Tunaweza kuamini hivyo kwa sababu ya jinsi Mungu alivyo, kwa vile yeye alivyo, kwa vile alivyo. Mungu yukoje? Mungu anaweza yote. Hautaki kuamini? Angalia uumbaji uliokuzunguka. Hautaki kuamini? Jiangalie mwenyewe, jitazame wewe mwenyewe. Yaani kama hauamini kwamba Mungu anafanya vitu vya ajabu, jiangalie wewe mwenyewe. Amekuumba tofauti na wanyama, tofauti na mimea, tofauti na kila kitu. Ameumba uumbaji wote unaouona, vilivyoko angani, vilivyoko majini, vilivyoko ardhini, vilivyoko popote pale, na bado hategemei kitu chochote kati hivyo, na bado yuko nje hivyo vyote na yuko juu hivyo vyote, na hategemei chochote kati ya hivyo. Hategemei kitu chochote kati ya hivyo. Yaani yeye ni yeye na amesimama kama Mungu. Ni kweli anapofanya kazi, anafanya kazi na ushirika na sisi, lakini si kwamba yani bila sisi basi Mungu hawezi kufanya chochote, yani hivyo. Not at all. Si. Kama hutaki kuamini, aulize punda aliongeaje. Huko mbele mimi nikiamua kununa leo nisihubiri Injili, yani Mungu anaweza kusababisha hata mimea na nini ikahubiri. Anaweza na ikatoa sauti na zikasikika. Anaweza. Kwa hiyo Mungu anaweza yote, na ndio maana mpaka kitu cha mwisho kabisa alichokiweza ni kumaliza mauti. Kitu ambacho hata leo mtu akisikia mambo ya kufa, yani tunaogopa, tunatetemeka, yani tunaogopa, lakini akamaliza akasema unaweza ukafa na ukafufuka. Mungu anaweza yote. Kwa nina ujasiri wa kumwamini Mungu anaponiambia jambo. Nina ujasiri wa kuamini anachokisema. Amesema unaenda kupata mtoto, utapata mtoto. Usiweke calculation zako za miaka, za umri. Hivi mimi nimeshafikia umri wa kiasi gani hapa nilipo? Alafu juzi nimetoka kwenye ultrasound. Alafu ultrasound ikanipa majibu. Wakaniambia 1, 2, 3. Ndugu yangu, utatembea na majibu ya ultrasound, utaacha muujiza nyuma. Utatembea na majibu ya x-ray, utaacha muujiza nyuma. Kwa sababu haujaweza kuamini alichosema Mungu. Ninakubali kuamini kunahitaji upate nafasi ya kusikia neno likae ndani yako, ulitafakari na uliamini. Yani kuna kamchakato hapo. Kuna kamchakato hapo ambako lazima ukakubali. Lazima uko naamini kwa kiasi fulani kwa sababu ulikuwa huna ufahamu fulani wa neno la Mungu. Lakini ufahamu unapokuijia, kama ambavyo ninategemea ingelikuwa kwa Zakaria, kwamba anajua baba yake Ibrahimu alifanya nini, Ibrahimu alifanya nini, ilikuwaje, angejengea hapo akasema ni Mungu yule alifanya kule na hapa anaweza kufanya. Kwa hiyo ukijua kwamba Mungu anaweza yote, hautamkatia tamaa huyo unayemwombea aokoke. Hautakata tamaa kuomba kwa habari ya hicho kinachokusumbua kama ni ugonjwa. Hautakata tamaa. Inawezekana umekaa huna kazi, inawezekana umeitafuta kwa muda na haujaipata. Umeweka application 100, hakuna hata moja imejibiwa, wala hujaitwa kwenye interview. Lakini ukijua Mungu anaweza, nakwambia Mungu anaweza, unaweza ukaipata hiyo kazi bila interview. Sasa sisemi kwamba hautafanya interview, ila nakwambia tu Mungu anaweza kukupa kazi hata bila interview. Ama ukafanya interview kama formality, yani kama process, kama mchakato. Una maono, unasema Mungu, mimi tumejifunza mambo ya dominion, mambo ya utawala na maeneo ya utawala. Mungu
Mungu, nataka katika eneo hili mimi niweze kukua, niwe na utawala katika eneo la elimu. Yamkini nimiliki mashule mengi ambayo yanafundisha elimu ya kiwango, elimu ambayo imebeba na Mungu ndani yake, lakini ukijiangalia uko wapi saizi? Yani hata nusu ya hiyo au robo ya hiyo maono haujafika. Hebu rudi, anasema yote yanawezekana kwa Mungu, sio kwako. Kwa maana ukienda kwake, kuna namna Mungu anatengeneza njia ambayo wewe mwenyewe hujui. Anaitengeneza njia ambayo wewe mwenyewe unaweza usifahamu anaitengenezaje. Lakini Mungu anajua yote, anafahamu yaliyopo, yanayokuja na yaliyopita, anajua. Mungu anafanya nini? Anajua yote. Hakuna sayansi ambayo iko nje yake. Na hivyo tunavyovijua leo, mimi naangalia jinsi ambavyo watu tunaendelea kuhangaika sasa hivi kureplace mwanadamu. Tumejitahidi, watu wamejitahidi, lakini sio kweli kama tunaweza kureplace mwanadamu. Sio kweli. Yaani sio kweli. Tunajitahidi na kweli sometimes inasaidia, ni kweli. Lakini si kweli kama mwanadamu anaweza kaondolewa kwenye nafasi yake. Hiyo ni sayansi watu wanatumia, wanafanya. Vitu vingi sasa vinafanywa na robots. Kwenye mauwanja wa ndege, robots zinabeba mizigo, zinapakua, zinafanya nini? Kwenye restaurant, robot anabeba sahani, anapelekea watu, anasave kama mtu. Sawa, lakini bado hiyo sayansi ni ndogo sana ukilinganisha na sayansi ya Mungu, ambaye anasema kwenye Isaya 40:14, anasemaje? Alifanya shauri na nani? Ni nani aliyemwelimisha na kumfunza njia ya hukumu, na kumfunza maarifa, na kumwonyesha njia ya fahamu? Mungu hana mwalimu, hana mshauri, hashauriwi, hana mshauri. Ameiweka dunia inayoelea, imewekwa na misingi yake, hujui imewekwa wapi, imesimamaje, iko tu inaelea hewani. Anasema nimeweka anga katikati ya maji. Nani anajua maji juu yameshikiliwa na nani? Nani ameshikilia jua? Nyota hazidondoki, hatuoni zikituangukia. Mpaka mtunga Zaburi 139:1-6 anaongea, anasema Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote, maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa. Bwana, umenizingira nyuma na mbele, ukaniwekea mkono wako. Maarifa hayo ni ya ajabu, yanishinda mimi, hayadirikiki, siwezi kuyafikia. Tunga Zaburi amefika mahali anasema mimi hicho siwezi kuelewa. Namna unavyonijua, namna unavyonifahamu, kwamba ni wazo tu nilionao, lakini unalijua tokea mbali, unalifahamu. Wakati unawaza kuanza hiyo biashara, Mungu alikuwa ameona hilo wazo. Wakati unawaza kwamba nianze kusoma shule, Mungu alikuwa ashaliona hilo wazo. Umefika katikati, ada ya shule haipo. Kwa nini unakata tamaa? Kwa nini unachoka? Wakati Mungu alikuwa anaona hilo wazo, na ni wazo ambalo liko sawa na mapenzi yake. Kwa nini Mungu apendi tusome? Si anapenda? Mungu apendi uwe na biashara yako, uwe na kazi. Aliona na hilo wazo alikuwa analijua. Kwa hiyo anajua. Hasa kama anajua, si umrudie tu, si umwambie tu. Hivi unadhani Mungu ni maskini kiasi hicho anashindwa kukusaidia wewe ukaweza kupata mtaji? Yaani Mungu hawezi kiasi hicho. Yaani Mungu ni maskini kiasi hicho, hana njia yoyote kukusaidia wewe ukaweza kuanza hiyo kazi yako, ukaweza kuanza hiyo biashara. Hapana, sio hivyo. Ziko njia nyingi sana, zingine anaweza kutumia kwako wewe mwenyewe, na zingine anaweza kutumia watu wengine. Lakini ninachokiongea ni nini? Muone Mungu kwamba anaweza. Yaani usione kwamba mimi basi, yaani ndio hivi, ningekuwa mbali saa hizi. Yaani ningekuwa mbali, unabaki hapo, ningekuwa mbali. Lakini haujafika mahali pa kuamini Mungu, yaani ile yenyewe kwamba Mungu hapa lazima nipite. Yaani hapa navuka. Kuna wakati namwambiaga Mungu, yaani hapa navuka. Navukaje? Sijui na wala sitaki kujua. Yaani nikishafika hapo, hiyo yaani hapo hamna kurudi nyuma hapo.
Yaani nikishafika nikayaongea hayo maneno, haunitoi hapo. Yaani namwambia Mungu sijui na wala sitaki kujua kwamba hapa ninapitaje, ninatoka. Yaani sitaki kujua, lakini ninachojua ninatoka. Ninapita, njia inapatikana. Kama ni jibu linapatikana. Kwa njia ipi? Sio juu yangu. Wewe ukiamua utanipa ufahamu na akili mimi, sawa. Ukiamua unaenda kuleta mtu mwingine ananisaidia, sawa. Yaani ukiamua unafanya muujiza nikute kama ni hela nizikute huko ndani, sawa. Lakini ninachojua yote yanawezekana. Lazima ufike mahali akili yako ifyatuke. Yaani ifike mahali ambapo hai reason tena. Kwa sababu kilichomponza Zakaria ni kuanza kufikiria, hivi jambo linakuwaje? Inakuwaje hapa? Yaani inakuwaje? Ndicho kilichomponza. Badala ya kuliamini neno, malaika anamwambia Bwana, hivi uamini mimi ni Gabrieli, nasimama mbele za Mungu. Nimetumwa nikwambie, nikupashe habari. Na mimi nimetumwa nikupashe habari. Hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Kama ulikuwa unalegalega, kama ulikuwa umeanza kuliweka ile ombi kwenye kabati, yani hutaki hata kuliombea, au hutaki hata kuligusa, yani maana unaliona ni zito, yani unaona linakuchosha akili na linakuvuruga, umeacha na kuomba, ndugu, naomba ukalibebe leo. Rudi kalichukue, kalifukue, rudi. Umechoka kuomba kwa ajili ya familia yako, umechoka kuomba kwa ajili ya kazi yako, umechoka kwa sababu ni kama huoni kitu. Nakwambia anza upya. Haujaomba bado, haujaamini bado, haujaomba, anza tena. Hamna kuchoka, hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Hatuchoki mpaka tumefika. Bwana Yesu asifiwe. Malaika akamwambia yatatimilika kwa wakati wake. Shida ni kwamba tusipoona wakati huo, tunaanza kuona Mungu hawezi, Mungu hajanijibu. Mungu kwa wakati wake yatafanyika, itakuwa, itatimilika. Lakini wajibu wako mimi, wako na wakwangu, ni kumwamini Mungu aliyesema, ni kuamini uweza wake, ni kumwamini jinsi alivyo, kwamba yeye anaweza yote. Yeye anajua na ana uwezo kunipa maarifa, hekima, ana uwezo kunionyesha njia, ana uwezo. Hakuna asilolijua na hakuna asiloliweza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anaweza, hakuna ambalo hawezi. Yaani ukiweza kumwamini, Mungu anaweza kufanya kila kitu. Lakini Mungu pia yuko kila mahali. Leo uko hapa unaomba kwa ajili ya mtu yuko Moshi, yuko Arusha, yuko wapi? Unaamini kwamba Mungu anafanya. Leo tumeomba kwa ajili ya Njombe hapa. Si tunaamini kwamba Mungu amefanya Njombe? Yes, tunaamini Mungu anafanya. Hasa na wewe ni nini ambacho labda ni mtu wako yuko mbali, ana shida, unasema niko hapa, na wazaje kumsaidia? Omba, mwamini Mungu. Atamfikia kule aliko. Atafanya. Ni biashara yako iko mji mwingine, mkoa mwingine, omba. Mungu yuko kule, atafanya. Mwamini Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama Mungu ndivyo alivyo, mimi nifanye nini basi niweze kuendelea kuishi hiyo, niweze kuikamata hiyo, niweze kuifaidi hiyo? Umeambiwa, Gabriel akasema, unakuwa bubu kwa sababu gani? Sadiki. Na kufanya uwe bubu, naamini hii ilikuwa ni discipline hapo, ilikuwa ni labda ndio ishara pia. Kwa sababu angeendelea kukaa katika hali ile, huenda angeendelea kuongea maneno ambayo ni ya kutokuamini. Angeendelea kusema mambo ya kutokuamini. Kwa hiyo inawezekana pia Mungu anamdiscipline, lakini wakati huo ni ishara kwake. Akaambia unakuwa bubu kwa sababu hukusadiki. Mungu yuko kinyume na kutokuamini kabisa. Na hutaweza kumuona Mungu kama wewe sio kwa kuamini. Kama haujaweza kujitrain, ukajifundisha kwamba hapa ni lazima niamini kwamba inawezekana, basi utakuwa unapishana na Mungu sana. Number 1, kitu cha kwanza kabisa ni imani yako. Imani iliyo timilifu ambayo
haina mashaka ndani yake. Imani ambayo haina mashaka ndani yake. Je, unamwamini Mungu anaweza kukuvusha kwenye hilo ambalo unapitia wakati huu? Hilo ambalo unaona ndugu zako hawawezi, jirani yako hawezi, mchungaji wako hawezi. Unaamini kwamba Mungu anaweza katengeneza njia mahali pasipo na njia. Kwa inapofika point unajua kabisa kwamba hili jambo ni la mpango wa Mungu kwangu, ni halali yangu, ni mpango wa Mungu kwangu. Ndugu, usifanye lele mama. Usifanye kwa ulegevu. Ukifanya kwa ulegevu, utaishia kukisikia hicho kitu. Utaishia kukisikia na kukitamani, hakitafika kwako. Ni lazima ukazane kabisa kwa imani. Funga viuno, muamini Kristo, amini neno la Mungu, muamini Mungu kama alivyo. Hawakuingia kwenye raha ile. Kwa sababu gani? Ya kutokuamini kwao. Walisikia ni nchi nzuri, ina asali, ina maziwa, kuna kila kitu. Hawakuingia. Hawakuliamini lile neno lililokuja kwao. Na Biblia inatuasa tusiwe watu wasio wa kuamini, bali tuwe watu wa kuamini. Na unapoamini, ndugu, acha kuweka maswali yako kama ya Zakaria. Acha kuweka sayansi na hesabu yako. Mungu akikwambia 1+1 ni milioni, sema yes sir. Haleluya. Sema yes sir. 1+1 ni 1 million. Maanake Mungu ana uwezo wa kukumultiply hapo ulipo ukafika kiwango kingine pasipo hesabu za kibinadamu zile zilizozoeleka. Mungu anaweza. Acha kuweka hesabu zako za kibinadamu. Acha kuweka sayansi uliokaa nayo pale chuo kikuu miaka 3, 4, 5. Stop. Acha kuweka uzoefu. Mariamu anasema mimi ni bikira, sijui mume. Hili jambo linakuwaje kuwaje? Sawa, ni kweli linakuwa, wewe umesema umetoka kwa Mungu. Sawa, linakuwaje kuwaje? Kwa kawaida ni lazima mwanamke aolewe, awe na mume ndio apate mtoto. Lakini hapa mimi unaniambia napata mtoto, hata huyo mume simjui. Na ni jambo ambalo linakubalika kisayansi, kiuzoefu, linajulikana. Lakini kumbuka yuko Mungu. Akaambia Roho Bwana anakuja juu yako, anakujilia, na kitu kinafanyika nje ya uwezo wa mwanadamu. Sasa sikatai process za kisayansi, wala sikatai zile hatua zinazotakikana mtu kufanya ili kufikia jambo fulani. No. Ninachotaka kukuambia, usizitumainie hizo na usijengewe boksi na hizo. Usifungiwe mipaka na hizo. Ikiwa Mungu atazitumia hizo, sawa. Lakini fahamu kwamba Mungu njia zake sio za kwako. Ana njia nyingi sana zaidi ya hizo unazozijua wewe. Akiamua kutumia hiyo sayansi, hakuna shida. Hatuko kinyume na sayansi. Hatuko kinyume na mahesabu. Hatuko kinyume. Ila tu amini, amesema hakuna linalo shindikana kwake, lisilowezekana kwake. Sasa njia ya kupita, acha yeye aitafuta, aiweke. Akikuongoza fanya jambo A, fanya. Anakwambia nenda shule kasoma. Nenda kasoma. Wala hatuko kinyume na hilo. Anakwambia nenda kwa mwalimu Asa, atakupa neno. Nenda kwa mwalimu Asa. Yamkini kuna neno Mungu ameweka ndani yake kwa ajili yako, akikupa ni maarifa, umepata, umeondoka. Sawa sawa wapendwa. Lakini kuna ahadi na kuna mambo ambayo kwenye maisha yetu tusipokuwa makini hatuyapata. Kwa sababu ya uzembe na ulegevu katika kumwamini Mungu. Kwa sababu ya kuto kumwamini Mungu na kuamini neno lake na kuliishi. Zakaria akasema yes, nakumbuka yuko Ibrahimu ambaye aliweza kupata mtoto na mke wake wakiwa wazee. Nami ninaamini hivyo hivyo.
asingelikuwa bubu. Bwana amemrehemu, ndio Elizabeth alipata mtoto, lakini asingelikuwa bubu, asingelikuwa bubu. Lakini kwa kutokuamini kwake akamwambia, hebu kuja nikumute kidogo, walau uweze kuona na uweze kufahamu, lakini pia usiendelee kwenye hiyo hali ya kutokuamini. Kwa imani inasema ni uhakika, kuwa na hakika ya mambo yanayotarajiwa na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Zakaria akataka kitu kinachoonekana. Nitajuaje kama jambo hili linakuwa? Anataka kitu fulani ambacho kinamsaidia aweze kuamini, kinamsaidia kujua kwamba hili jambo litatokea. Mariamu aliamini. Ukisoma Luka 1:45, mahali ambapo Mariamu sasa ametoka kwenda kumtembelea Elizabeth, Biblia inatuambia kwamba alipomsalimia Elizabeth, kitoto kichanga kikafanya nini? Kilicheza, kiliruka. Roho wa Mungu alimjaza yule mtoto kama neno la malaika, akasema atajazwa Roho Mtakatifu angali tumboni mwa mamaye. Na Elizabeth akaanza kutabiri, akaanza kusema maneno pale. Anasema naye heri aliyesadiki. Heri aliyefanya nini? Heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Heri aliyesadiki. Heri aliyesadiki, kwa maana yatatimia aliyoambiwa na nani? Kwa issue ni kusadiki, ni kuamini kitu ambacho unaona kwamba hata hakiwezi kuleta maana kwenye maisha yako. Unapoambiwa, unapokifikiria. Wale watu wengine waliambiwa kesho unga utakuwepo, utauzwa kwa bei nafuu kabisa, wakaona mvua hazijanyesha, hakuna chakula, alafu wewe unasema chakula kesho kinakuwepo. Okay, ambia basi sawa, utaona lakini hautakula. Yaani calculations za kibinadamu zisikuwekee mipaka, zisikufunge. Wewe muamini Mungu huku unamsikiliza Mungu. Amini kwenye hicho ambacho unaamini huku unamsikiliza Mungu. Anakuongoza ufanye nini, anakupa mwelekeo gani. Sawa sawa wapendwa, ni ugonjwa umekaa nao, ni vipimo mwanadamu amekupa, ni sawa, ni sawa, ni sawa, wameona sawa, lakini mimi nitaendelea kwenda nacho mbele za Bwana, sitaacha. Bwana kwako inawezekana, Bwana kwako inawezekana, Bwana kwako inawezekana. Yanawezekana ndugu yangu, yanawezekana. Yaani Mungu huyo, ulimwengu wote ni wa kwake, watu wote ni wa kwake, amewaumba. Yaani wewe unatafuta 5 milioni, walio na 5 milioni ni wengi sana, ni wengi sana. Hela ni nyingi, zipo. Na kwa Mungu sawa sawa, anajua namna ya kuchannel, anajua namna ya kukusaidia. Ikiwa ni wewe mwenyewe atakufundisha cha kufanya, atakufundisha. Kama atatuma mtu aje kwako, atatuma. Lakini wewe uone huko kuwezekana. Shida ni kwamba hatuoni huko kuwezekana. Hiyo ndio shida. Na kwa kuwa hatuoni huko kuwezekana, tunabaki na matatizo, tunabaki na shida, tunabaki na huzuni, tunabaki na shida. Yaani tunabaki mahali fulani ambapo sio sahihi. Kuna vitu ambavyo vinatakiwa viwe vimeondoka na vinatakiwa viondoke kwako, lakini vinataka uone hicho. Ukione hicho kwanza, uone huko kwamba inawezekana. Msaada wangu kama hauko hapa, yaani Mungu anajua mahali pa kutoa, ili mradi mimi nimwambie Bwana, wewe ndio msaada wangu. Msaada wangu unatoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijui kama unaona hiyo. Yaani hiyo hali ya kuwezekana, kwamba inawezekana, ikujae. Yaani ikujae mahali popote ulipo. Yaani wewe kama kamanda fulani, wanajeshi kitu kimoja wanachofundishwa ni kuona kwamba wanaweza kufanya kila kitu. Akiambiwa ruka hapa, anaruka. Tembelea kama hii hapa nyembamba, anatembea. Yaani anafundishwa kuona kwamba ninaweza na ninaweza nikafanya kitu ambacho wewe mtu wa kawaida
anapita juu kama mama. Tunaona kwenye zile 9 Disemba wanapofanya yale mambo, mara wameruka juu, wamefanya nini? Wao kwao ni kitu rahisi sana. Wamefundishwa hivyo. Wanapewa ile mazoezi. Na wewe jipe mazoezi ya kumwamini Mungu. Jipe mazoezi. Kwani kuna hasara gani? Kuna hasara gani? Mungu, ninakuamini. Yaani hapa sina ada ya shule ya mtoto, lakini ninachoamini kwamba huyu mtoto habaki nyumbani. Anakwenda na anasoma. Yaani hapa najua niko mwenyewe natunza huyu mtoto, lakini huyu mtoto atasoma, atakula, vinatoka wapi Mungu unajua. Sijui kama unanisikia. Kuliko unabaki unalialia, mimi ni mwanamke peke yake, ninatunza. Wewe sio mwanamke peke yake. Wewe ni mwanamke na Yesu. Haleluya. Ni mwanamke na Yesu. Sio mwanamke tu. Unalia nini? Unalia nini? Haujamjua wewe baba yako. Haujamfahamu. Bado unauliza kama Zakaria, hivi nitajuaje? Unamweza Mungu wewe. Mimi ni Gabriel, nasimama mbele ya Mungu aliyevifanya vitu vyote. Amenituma nikuambie. Acha kulia. Wewe sio mwanamke kama mwanamke mwingine. Haijalishi huyo baba amekuacha, haijalishi. Unaye baba ambaye ameumba ulimwengu, unaye baba ambaye vitu vyote ni mali yake. Watu wote yani vitu vyote ni vya kwake. Yaani huyo mtoto wako anaweza kusoma hata bila senti ya kwako wewe. Anaweza akasoma bila hata hela ya kwako. Ni namna gani tu viwango vyako vya kumwamini huyu Mungu na kumtaka huyu Mungu na kuliamini neno lake. Ana uwezo kupitia mikono yako mwenyewe, ama kupitia watu wengine, ama kupitia kitu chochote. Hakuna kulia, hakuna kunyong'onyea. Unanyong'onyea nini? Ibrahimu alivyoambiwa mtoe Isaka akasema sawa. Umenipa ni huyu mmoja, umenipa sawa, namtoa. Ila ninachoamini kwamba unaweza hata kumfufua kutoka kwa wafu. Sijui kama unaona hiyo. Yaani ni imani ambayo haina mipaka. Na imani ndio kitu pekee ambacho kinavuka mipaka. Kinapita kwenye kuta, kinapita. Yaani kinapenya, kinafanya vitu visivyowezekana viwezekane. Kwa hiyo namba 1, imani yako. Chonga imani yako, jipe mazoezi ya kuamini Mungu. Jitamke, jisemee. Jiambie mimi siwezi kufeli, sitashindwa. Tunaposema maombi, njoo uombe, omba nyumbani kwako. Mungu alivyo ni mwenye haki, ni mwaminifu. Tumeongeleza sifa hizo chache, lakini Mungu ni mwaminifu. Ni mwaminifu kwa neno lake. Akisema amesema, akizungumza amezungumza. Sasa kwa nini wewe unabaki katika hali hiyo ulionayo mpaka leo? Hauchukui hatua. Alafu ngoja nikutie moyo. Kuomba haihitaji uanze kutafuta masaa 2 ya kuomba ama lisaa zima. Kuna wakati nilikuwa najisikia vibaya, yaani kama nimeomba alafu sijakaa muda mrefu, pale kwenye ngoma, najisikia vibaya. Yaani kama nimepata muda sio mwingi, najisikia vibaya. Lakini kumbe kwa muda huo ulionao ukaweka moyo wako wote na akili yako yote na imani yako yote, haijalishi maombi yako umechukua muda gani. Omba kwa muda huo ulionao kwa sasa. Anzia hapo. Umeweza kuomba ni dakika 15, anzia hizo. Umeweza kuomba dakika 10, anzia hizo. Unapozidi kuendelea na Mungu anazidi kukufanya nini? Kukuongeza. Kiasi kama utajikuta unaomba masaa 2. Lakini lazima uanzie hapo. Mwambie Mungu, kiombe hicho kitu, mwambie Mungu huku kiwa unamwamini Mungu. Walikuwepo waliodumbukizwa kwenye mashimo, wakataka kufa, wakaokolewa. Kwa nini wewe unaogopa? Unaogopa maadui? Unaogopa kwa sababu wamekutangazia kwamba tutakufanyaje sijui, utaona, utakoma, sijui nini. Alafu hulali usiku. Bwana ni mlinzi wako. Si ndio? Bwana ni mlinzi wako. Anakulinda uingiapo na utokapo. Miguu yako haitasogezwa. Yeye ni uvuli wako, mkono wako wa kuume.
Yaani yachukue hayo, yaombe, yachukue hayo, yaseme, yachukue hayo, yatamke. Sawa sawa wapendwa, liamini neno kama lilivyo. Mwamini Mungu kama alivyo, niamini neno kama lilivyo, liishi hilo neno. Ni ulinzi wa kimungu. Nini? Mungu ameshasema. Tuko ndani ya Kristo. Nitamkie tu, niko ndani ya Kristo, ninalindwa. Yaani nimefunikwa, nimezingirwa. Amini hivyo, amini. Tembea nacho. Hata ni kila cha kufisha hakinidhuru. Unajua tunaishi maisha hatarishi wakati mwingine. Tunaishi maisha hatarishi wakati mwingine. Lakini mimi ninachoamini ndicho hicho hicho. Kwa hiyo wapendwa, namba 1 ni imani yako. Namba 2, kumbuka kwamba una nafasi iliyorejeshwa. Tumia nafasi yako iliyorejeshwa ya mamlaka. Tumia nafasi yako iliyorejeshwa ya mamlaka. Umemwamini Mungu, lakini kumbuka una nafasi uliyopewa katika ufalme wa Mungu. Tulipoteza nafasi kabla ya kumjua Kristo. Tulipokuwa dhambini tulipoteza, lakini Mungu ametupatia hiyo nafasi. Kuna nafasi Mungu ametupa ambazo tunatakiwa tuzitumie, si ndio? Tumeketishwa mkono wa kuume wa Mungu, sehemu ya mamlaka na Yesu Kristo. Na Biblia imesema wazi kwamba ni juu ya falme, mamlaka, sultani na kila kinachotajwa. Na Biblia inasema vitu vyote vimetishwa chini ya Kristo kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo kama nina mamlaka, kuna vitu natakiwa ni viamuru. Kuna vitu natakiwa ni visemeshe visikie. Kuna vitu tunatakiwa tuvisemeshe visikie. Unapofikia mahali kuna hali inaendelea kwenye maisha yako huipende, isemeshe, itasikia. Izungumzishe, itasikia. Chukua nafasi ulionayo ya mamlaka. Na chukua mamlaka katika jina la Yesu. Habari za magomvi na maneno yasiyofaa, hiyo roho ninaifunga kwa jina la Yesu, isiendelee kufanya kazi, isiendelee kuoperate. Hali za kushindwa na zikataa katika jina la Yesu Kristo. Hali za kufanyaje, yaani chochote ambacho unaona hakiendi, una uwezo pia wa kukisemesha kikasikia. Kukosa kibali, kile unachokifanya kinakosa kibali, au wewe mwenyewe unakosa kibali, najivika na kibali cha Bwana. Nakataa hali ya kukataliwa kwa jina la Yesu. Magonjwa ninakuamuru, una nafasi hiyo, una nafasi hiyo. Tumia nafasi ya mamlaka kwa imani kwa Mungu na inakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso 1:17-23, tumeketishwa pamoja na Kristo. Lakini tumetoka kufundishwa somo zuri sana kwamba sisi ni wamoja pamoja na Kristo, si ndio? Sisi ni wamoja pamoja na Kristo. Sasa kama mimi ni mmoja na Kristo, sasa wewe Yesu si ndio nampa kazi za kutosha? Sasa si ndio nimpe kazi za kutosha? Kwa sababu nikiingia kwenye magumu niko naye, nikiingia kwenye shida niko naye, ndio nimpe kazi za kutosha. Sasa mimi ni mmoja na Kristo, nimeungamanishwa na Yesu. Mungu anaweza zaidi ya vile unavyofikiri. Ana njia nyingi kuliko unavyofikiri. Bwana Yesu asifiwe. Ana majibu zaidi ya hata unavyowaza. Kwa hivyo ombi langu kwako, naomba wewe ambaye umekata tamaa na kuchoka, nyanyuka. Wewe ambaye nafsi yako ilikuwa imeshuka, naomba inyanyuke. Tuanze upya. Sema nilikuwa sijaomba na nilikuwa sijaamini. Naanza kuomba na naanza kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na sitalialia. Hakuna kulialia. Hakuna kulialia. Hakuna kulialia. Hata kama nimekosa chakula, hakuna kulialia. Ninamwamini Mungu atatengeneza njia na chakula nita. Nasimama kwa ujasiri mbele ya huyu Mungu. Nimekosa ada, nimekosa siwi nini, Mungu anazo njia. Hakuna kulia. Tuwe majasiri kama simba. Haleluya.
Mwamini Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je,